Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 34 ya mwaka C wa kanisa. Hii ni Dominika ya mwisho ambapo tunafanya sherehe ya Kristo Mfalme. Sherehe ya Kristo Mfalme. Hii ni sherehe ambayo ilianzishwa mwaka 1925 na Papa Pius wa 11, lakini baadaye ikaja kuwekwa vizuri kama ilivyo leo na Papa Paulo wa 6 mwaka 1969. Ndugu zangu katika Kristo, dhumuni la sherehe hii ni kuonyesha ukuu wa Yesu Kristo katika maisha yetu na ulimwengu mzima. Yeye Kristo ndiye utimilifu wa historia ya wokovu wa mwanadamu. Kristo ndiye mwanzo na mwisho katika maisha ya mwanadamu. Kristo ndiye mfalme. Kristo ndiye Alfa na Omega katika historia nzima ya wokovu wa mwanadamu. Unaweza ukasoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 1 aya ya 8. Hivyo hitimisha kipindi hiki cha mwaka wa kanisa, tunakiri wazi, tunasema wazi kwamba bila Kristo sisi tusingefika hapa. Bila Kristo sisi tusingeweza kuwa hivi jinsi tulivyo. Kristo ni Alfa na Omega. Yeye ndiyo chanzo na mwisho wa kila kitu katika safari yetu ya maisha. Masomo yanayotuongoza katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli, ile sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 3, na somo la pili waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai, ile sura ya 1 aya ya 11 hadi ya 20, na injili ni Injili ya Luka, ile sura ya 23 aya ya 35 hadi ya 43. Tukiwa na uelewa huo wa masomo yetu hayo, sasa tuanze tafakari yetu hii ya Kristo Mfalme kwa kuangalia vizuri masomo yanayotuongoza katika Dominika au katika sherehe yetu ya leo. Kama nilivyosema, somo la kwanza kitabu cha pili cha Samueli, ile sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 3. Ikumbukwe vitabu hivi, yani cha kwanza na cha pili vya Samueli, vinachukua jina ambalo linatokana na mmoja wa wahusika wake wakuu ambaye ni Samueli. Hii ni kama ilivyo katika vitabu fulani katika Biblia. Kwa mfano, vitabu vya Torati vinavyoelekezwa kwa Musa na Zaburi ambazo zinahusianishwa na Daudi. Vitabu hivi vipo au vinahusika hasa na kipindi kati ya mwaka 1050 na mwaka 961 kabla ya Yesu Kristo. Hiki ni kipindi ambacho nataka kusema tangu Samueli na Sauli, na kwa kweli hadi mwisho wa utawala wa mfalme Daudi. Hiki ni kipindi ambacho kinawakilisha pia kuanzishwa kwa utawala wa kifalme katika Israeli. Israeli ilianza kutambulikana kama taifa moja lenye utamaduni mmoja, lenye Mungu mmoja na lenye mwelekeo mmoja. Ndio maana sasa leo katika somo ambalo tumelisikia linaeleza habari za kupakwa mafuta mfalme Daudi huko Hebron. Ikumbukwe Daudi huyu alikuwa tayari ameshapakwa mafuta kuwa mfalme wa Yuda, lakini leo anawekwa tena kuwa mfalme wa Israeli. Utawala wa falme hizi mbili uliendelea na uliimarika sana chini ya utawala huu wa mfalme Daudi. Baadaye falme hizi zilikuja kugawanyika. Utasoma habari hizo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 12. Ukiangalia tukio hili la kupakwa mafuta kwa mfalme Daudi na wazee na maneno yaliyotumika katika kupakwa kwake mafuta na katika kumtambua yeye kama mfalme,
kunaakisi kwa namna ya pekee ungamo letu katika mamlaka ya Yesu Kristo aliye Masihi wa Mungu, mpakwa mafuta, yaani Kristo. Kristo ndiye kiongozi wetu. Kristo ndiye tegemeo letu. Kristo ndiye tumaini la wakati wote wa vita vya ulimwengu huu. Kristo ndiye Alfa na Omega katika maisha yetu ya ulimwengu huu. Hatuna yoyote wa kumtegemea isipokuwa yeye mwenyewe. Kristo ndiye mfalme. Ndugu zangu, somo la pili kama nilivyosema linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai, ile sura ya 1 aya ya 11 hadi ya 20. Huu ni waraka ulioandikwa, lazima tuelewe, ili kuimarisha imani ya jumuiya hii ya kanisa la Kolosai na kusaisha baadhi ya upotofu ambao ulianza kuota mizizi na kuimarika katika kanisa hili la Kolosai. Sehemu ya maandiko ambayo tumeisikia inaeleza vitu vingi sana, lakini kikubwa ni kama utenzi unaoeleza ukuu wa Yesu Kristo, yeye aliye ufunuo kamili wa Mungu. Barua inaeleza wazi kabisa kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kristo ni mfano halisi wa Mungu, na viumbe vyote vimepatanishwa pamoja na Kristo pale msalabani. Utenzi unaonyesha kabisa wazi ukuu wa Yesu Kristo, huyu aliye mfalme, lakini ufalme wake unaakisiwa katika taswira au juu ya msalaba. Ni katika msalaba tunaweza tukajifunza vingi na tukaona ufalme wa Yesu Kristo. Ndio maana somo letu la tatu, yani somo la Injili, linatoka katika Injili ya Luka, ile sura ya 23 aya ya 35 hadi ya 43. Inamwonyesha mfalme akiwa katika msalaba, akidharauliwa, akitukanwa, huku juu yake kukiwa kumeandikwa hati au anwani iliyosomeka, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Kuna mengi sana hapa ya kutafakari ndugu zangu katika Dominika hii, katika sherehe hii. Lakini naomba kwa pamoja, tukiwa na wazo kuu la Kristo mfalme, tukiwa na uelewa halisi wa masomo tuliyoyasikia, sasa tafakari mawazo makuu matatu ambayo yatatusaidia katika safari yetu ya maisha na yatagusa moja kwa moja maisha yetu katika sherehe hii ya Kristo mfalme. Wazo dogo la kwanza, mtazame mfalme. Mtazame mfalme. Ndugu zangu, naomba niwaambie, japo tunatangaza kwa ujasiri, kwa uhakika, kwa ushujaa, kila kitu na kwa nguvu zote ukuu wa Yesu Kristo, Injili katika sikukuu yetu ya leo inaweza ikatushtua kwa kiasi fulani hivi. Inaweza kwa namna pekee isiwe ile ambayo tulitarajia kwa namna moja hivi, kwamba inamweleza huyu mfalme kwa namna ambayo inahuzunisha sana, ambayo ukiitafakari unaweza ukasema haistahili hivi. Lakini kwa sababu gani sasa inaweza ikatufanya tukatafakari hivi? Kwa sababu hatumuoni mfalme aliyeketi katika kiti, bali mfalme aliyeangikwa msalabani. Hatumuoni mfalme katika utukufu wa mbinguni, tunamuona mfalme katika msalaba, katika mateso, katikati ya uhalifu. Hatumuoni mfalme aliyezungukwa na watu maarufu sana, bali aliyezungukwa na vibaka tu na wanyang'anyi. Hatusikii mfalme anayeimbiwa nyimbo za shangwe, bali anayetukanwa matusi ya ajabu sana. Hatusikii katika somo mfalme ambaye anaimbiwa
nyimbo na malaika, na wala atusikii malaika wakipaza sauti zao na baragumu, bali tunasikia kelele za kejeli. Atusikii mfalme na wala atuoni kwamba huyu mfalme amevikwa taji la dhahabu kichwani mwake, bali amevikwa taji la miiba. Atuoni mfalme aliyevikwa mavazi ya zambarau na yenye kumetameta na kung'ara, bali tunaona mfalme aliyeuchi pale msalabani. Na hapa tunaambiwa huyu ndiye mfalme. Tunaelezwa huyu ndiye mfalme. Viongozi wanamdhihaki, askari wanamcheka, mmoja wa wahalifu anamtukana, lakini tunaambiwa huyu ndiye mfalme. Ndugu zangu, mtazame mfalme. Mtazame mfalme na ujifunze kitu. Mtazame mfalme. Lakini haya ni macho ya kibinadamu, lakini katika hekima ya Mungu tunaona mambo makubwa sana ambayo yanafanyika katika kile ambacho tunakiona kidhaifu katika macho ya kibinadamu. Katika jicho la kimungu tunaona makuu katika msalaba huu ambao watu wanaudhihaki. Hekima hii unaweza ukaisoma au ukaikuta katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, hasa ile sura ya 2 aya 9 mpaka ya 11. Inaeleza vitu vingi sana. Ni katika kila ambacho kinaonekana ni cha kudharaulika, ukuu wa Mungu unaonekana. Ni katika msalaba Mungu anatukuzwa. Ni katika msalaba Kristo anapata jina linalopita kila aina ya jina. Magoti yote yanapigwa na ndimi zote zinakiri kwamba huyu ndiye mfalme. Katika tafakari yake Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema katika hili ambalo tunaliona katika msalaba, anasema mfalme huyu akuja kuangusha wenye kiburi kwa nguvu, bali kuwakweza wanyenyekevu kwa neema. Huyu Mtakatifu Yohane Chrysostom. Iko hivi, Kalvari ya mwanadamu ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Kilicho dhaifu machoni pa mwanadamu ni kikuu mbele ya Mungu. Ndugu zangu, naomba niwaambie, tunaishi katika ulimwengu ambao wafalme wanaonyesha mamlaka yao na nguvu zao, wanaonyesha mabavu yao, wanaonyesha viti vyao vya enzi, wanaonyesha magari yao, wanaonyesha ukuu wao katika farasi na vita, wanaonyesha mamlaka yao katika maneno magumu na ya kutisha. Ila tunapomtazama Yesu Kristo tunaona tofauti na tunajifunza kitu. Ndio maana nasema mtazame mfalme. Tunaona huruma na matumaini, tunaona huruma na kujitoa sadaka, tunaona upendo, tunaona maisha ya kujimaliza kwa ajili ya wale ambao anawatawala, wale ambao anawaongoza. Mama Teresa wa Calcutta anasema ukuu wa kweli unapatikana katika kupenda, kupenda kwa dhati na kwa kujitoa na kuhudumia wengine. Na ndio hapo tunapopata ukuu wa kweli, tunapoona ufalme wa kweli. Ni hiki ambacho mimi na wewe tunatakiwa kukifanya, hasa tunapomkiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme. Ni hiki ambacho mimi na wewe tunatakiwa kukionyesha, hasa sisi tuliobatizwa. Watu wakituangalia waseme huyu ni kiongozi, kwa sababu wewe unamtazama Yesu Kristo aliye mfalme, na sura yake inaakisiwa katika safari yako ya maisha, katika uongozi wako, katika kuishi kwako. Ufalme wa kweli, ndugu zangu, naomba niwaambie, unapatikana pale ukweli unaposemwa. Ufalme wa kweli unapatikana pale huruma inapotawala. Ufalme wa kweli unapatikana pale msamaha unapotolewa. Ufalme wa kweli unapatikana pale maskini wanapoinuliwa. Ufalme wa kweli unapatikana upendo unapotawala. Ufalme wa kweli unapatikana haki inapoonekana. Ufalme wa kweli unapatikana amani inapotawala mioyoni mwa watu.
Ufalme wa kweli unapatikana pale dhambi au wenye dhambi wanaporejeshwa mbele ya Mungu. Huu ndio ufalme, na hii ndio sura ya Yesu Kristo ambayo mimi na wewe tunaalikwa leo kuiakisi katika maisha yetu. Watu wakitazama watuone, au waone huruma, waone upendo, waone msamaha, waone haki, waone kualikwa kwa Mungu, waone Mungu au muone Mungu katika maisha yetu, waone sadaka ya kweli ambayo tunaitoa sisi au tunajitoa kwa ajili ya watu wengine wale walio chini ili wanyanyuke. Mungu akitunyanyua tumwakisi Yesu Kristo aliye mfalme. Ndio maana anasema mtazame mfalme, nawe akisi kile ambacho unakiona juu ya msalaba katika maisha yako. Mungu atakubariki sana. Wazo la pili, ndugu zangu katika Kristo, dogo kabisa, ni usinase katika mtego huu. Usinase katika mtego huu. Usinase katika mtego huu. Mtego kazi yake ni kunasa. Mtego kazi yake ni kunasa. Na ukinasa tu katika mtego umeisha. Maana wewe sasa unakuwa ni chakula cha mwenye mtego. Usinase katika mtego huu. Naomba niwaambie ndugu zangu, mtego gani ninaozungumzia? Sisi leo tunakiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme. Yesu Kristo ni mfalme. Na ni kweli kabisa. Tunakiri ukweli huu. Lakini naomba kuna kitu hapa uweze kukielewa. Katika andiko la Mtakatifu Agustino anasema hivi. Tunapomtazama mfalme juu ya msalaba kama nilivyosema, Mtakatifu Agustino anasema msalaba ulikuwa kiti cha hukumu. Mwizi mmoja aliyeamini aliokolewa, yule aliyemdhihaki alihukumiwa. Naomba niwaambie, iko hivi. Tunaweza tukawa tunakiri na kusema Yesu Kristo ni mfalme, ni kweli. Kumbe tu ni kwa sababu hatujaingia katika kiti cha hukumu. Ni kwa sababu tu hatupo juu ya msalaba, ambacho Mtakatifu Agustino anakiita kama kiti cha hukumu. Hatuko juu ya msalaba. Tukiwa katika msalaba sasa, tunaweza tukalia baadaye au tusiamini macho yetu pale tunapoungana au tunapoweza kuungana na hawa watu ambao walikuwa kinyume na Yesu Kristo. Ni katika msalaba tusipokuwa makini tunaweza kunaswa katika mtego wa umati, mtego wa askari, mtego wa mwizi yule aliyemdhihaki Yesu Kristo. Na tukasema, ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, fanya. Tunaweza kunaswa katika mtego tukasema, ikiwa wewe ndiwe mfalme, fanya. Ndugu zangu, tunaweza kunaswa katika mtego huu tukiwa katika Kalivari au tukiwa Kalivari pale magonjwa yanapotuzidia. Tunaweza kunaswa katika mtego huu wa kumjaribu Yesu Kristo au wa kutoona tena ukuu wa Yesu Kristo pale tunapouguza wale ambao tunawapenda sana. Tunaweza kunaswa katika mtego huu sala zetu zinapokawia kujibiwa. Tunaweza kunaswa katika mtego huu maisha yanapokuwa magumu. Tunaweza kunaswa katika mtego huu pale ndoto zetu zinapoonekana kabisa au kushindwa kutimia. Tunaweza kunaswa katika mtego huu pale msongo wa mawazo unapotuzidia. Tunaweza kunaswa katika mtego huu vita vya maisha vinapoonekana kabisa kwamba vinatushinda. Tunaweza kunaswa katika mtego huu anguko la kiuchumi, la kifamilia, la kimahusiano, la kindoa linapoonekana dhahiri kabisa liko mbele yetu. Tunaweza kunaswa katika mtego huu
pale dunia inapotuweka uchi na kutuangika au kutuweka juu ya msalaba. Tunaweza kufika wakati tukasema Kristo mfalme, na kusikia katika maandiko na kuona ukitenda kwa watu wengine. Natambua ukuu wako, natambua uwezo wako, natambua mamlaka yako, naelewa sana. Ila ikiwa sasa, ndugu zangu, omba usinaswe katika mtego huu, kwa sababu hata katika msalaba, hata katika miiba, hata katika moto, hata katika majaribu, hata katika giza, hata katika mishale yote inayochoma maisha yako, Kristo anabaki kuwa mfalme. Usije ukanaswa katika mtego wa kuona mashaka juu ya kile unachokikiri katika maisha yako, kile unachokisikia katika maandiko, lakini ukioni kama kikiakisiwa katika uhalisia wa maisha yako, ukanaswa katika mtego. Kristo anabaki kuwa mfalme. Ndugu zangu, baada ya kuelewa hilo, naomba tuangalie wazo la tatu na la mwisho. Sasa, ili nisinaswe katika mtego, nifanye nini? Ndio wazo la tatu linakuja. Nikumbuke. Bwana nikumbuke. Bwana nikumbuke. Ndilo wazo la tatu. Bwana nikumbuke. Unaweza ukasema kwa namna nyingine, mfalme nikumbuke. Mfalme nikumbuke. Siombi chochote, mfalme nikumbuke. Nikuombe leo ili uweze kuona ufalme wa Mungu katika safari yako ya maisha. Sali kila siku sala hii, Bwana nikumbuke. Naomba niwaambie, kuna nyakati fulani katika maisha hauhitaji maneno mengi sana mbele ya Mungu. Hauhitaji maneno mengi sana mbele ya Yesu Kristo, bali ni neno moja au sentensi moja yenye uzito na maana kubwa inayoweza kubadilisha kabisa historia ya maisha yako. Na neno hilo leo katika sikukuu hii ni Bwana nikumbuke. Bwana nikumbuke. Mtakatifu Dismas alisema neno hili, Bwana nikumbuke. Niwaambie sasa, hili ni ombi la mwisho ambalo Kristo alilisikia katika safari yake ya maisha ya ulimwengu huu. Usilisahau na usisahau hilo. Usisahau kuwa hili ni ombi lake la mwisho ambalo Kristo alilisikia kabla ya kuvuta pumzi yake ya mwisho na kusema yametimia. Ombi lake la mwisho ilikuwa Bwana nikumbuke. Ndugu zangu, usilisahau hilo. Bwana nikumbuke. Nikwambie kitu ambacho kitakusaidia katika tafakari yako, katika maisha yako tunapofanya sherehe hii. Ukumbuke kwamba Mtakatifu Dismas hakuwahi kuona utukufu wa Yesu Kristo, wala hakuona utukufu wa Yesu Kristo ule ulioonekana wakati wa ubatizo. Hakuona utukufu wa Yesu Kristo pale alipolisha watu zaidi ya 5,000, alipoponya viwete, alipofumbua macho ya vipofu, pale alipofanya viziwi wasikie. Mtakatifu Dismas hakuona hayo. Hakuona utukufu wa Yesu Kristo wakati anabadilika sura katika mlima Tarbo. Hakuona. Mtakatifu huyu Dismas alimuona Kristo aliyepigwa sana. Alimuona Kristo anayetoka damu sana. Alimuona Kristo
anayedhihakiwa sana. Alimuona Kristo anayeaibishwa sana. Alimuona Kristo aliyegongwa misumari. Alimuona Kristo aliyevikwa taji la miiba. Alimuona Kristo aliyejeruhiwa sana. Alimuona Kristo anayehangaika katika kupumua. Alimuona Kristo anayepambana juu ya msalaba. Alimuona Kristo aliyeachwa na kukimbiwa na wanafunzi wake, lakini alisema, Bwana nikumbuke. Ndani ya huyu Yesu Kristo aliona ufalme, aliona umungu, akasema, Bwana nikumbuke. Mtakatifu Gregory Nazianzen anasema, mtakatifu huyu Dismas alimtambua Mungu msalabani, na hili ndilo lililokuwa ungamo kuu. Na naomba sana tuwe na uwezo wa kumtambua Kristo mfalme msalabani, ili tuone miujiza mikubwa katika safari yetu ya maisha. Mtakatifu Ambrose anaandika katika hili, neema iliyoonyeshwa kwa yule mwizi ni nyingi kuliko ile iliyotolewa kwa Adamu. Anaendelea kusema Mtakatifu Ambrose, Adamu alianguka paradiso, mwizi alipaa kutoka msalabani hadi paradiso. Adamu alianguka kutoka mahali pa ukamilifu, Dismas aliinuka kutoka mahali pa mateso makali mpaka mahali pa ukamilifu. Huyo ndiye Mungu wetu, huyo ndiye mfalme wetu mwenye huruma anavyotenda. Mtakatifu Ambrose anasema, naomba niwaambie, Mtakatifu Dismas hakuomba kushushwa msalabani, bali aliomba kukumbukwa. Niwaambie, Mungu anapokukumbuka anatenda. Mungu anapokukumbuka anaingilia kati. Mungu anapokumbuka anaokoa. Mungu anapokumbuka anafanya upya. Bwana nikumbuke. Hivyo katika yote, huyu Kristo muombe sana. Katika yote, huyu Mungu muombe sana, Bwana nikumbuke. Usisahau hii sala. Usisahau. Mwambie, Bwana nikumbuke. Nimetafuta sana kazi, Bwana nikumbuke. Nimelia sana machozi peke yangu katika kitanda, Bwana nikumbuke. Ndoa yangu ina changamoto hizi, Bwana nikumbuke. Afya yangu unaijua wewe, Bwana nikumbuke. Maisha yangu unayajua wewe, Bwana nikumbuke. Nimetafuta mtoto sana, Bwana nikumbuke. Familia yangu inaangamia, Bwana nikumbuke. Baba yangu, mama yangu ndio hawa unaowaona naweka mbele yako, Bwana nikumbuke. Biashara zangu unazijua wewe, Bwana nikumbuke. Kulala kwangu, kuamka kwangu unakujua wewe, Bwana nikumbuke. Nimehangaika, Bwana nikumbuke. Niwaambie Mungu hata kusahau, Mungu atakukumbuka. Mwizi aliomba kukumbukwa tu, lakini Kristo alimpa paradiso. Usisahau, maisha yanapoonekana kukuzika, kwa Mungu ni mbegu iliyopandwa inayosubiri kuchipuka. Maisha yanapoonekana ni njia iliyopinda, kwa Mungu ni njia iliyonyoka inakoelekea kule anakotaka yeye mwenyewe, ambako ni kuzuri zaidi. Maisha yanapoonekana yapo katika giza kinene kimetawala maisha yako, kwa Mungu ni mwanga unaomulika safari nzima ya maisha yako, naye atakuacha. Amini, huyu mfalme atakupa kile ambacho unastahili. Alimpa Dismas paradiso, akamwambia, leo hii utakuwa nami mahali pema peponi. Leo hii Mungu atafanya kikubwa katika safari yako ya maisha.
Leo hii mfalme huyu ataonekana pale utakapomkiri bila mashaka katika maisha yako, sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Niwatakie sherehe njema. Usisahau Yesu Kristo ni mfalme sasa na hata milele. Amina. Alfa na Omega. Tumsifu Yesu Kristo. Barikiwa.